Serikali ya Brazil imetangaza rasmi siku 7 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Tangazo hilo lilitolewa rasmi na rais wa nchi Luiz Inácio Lula da Silva jana Jumatatu, muda mfupi baada ya kutangazwa kwa taarifa za kifo cha Papa kutoka makao makuu ya Vatican. Katika hotuba yake kwa taifa, rais aliuelezea msiba huo kuwa pigo kubwa kwa jumuiya ya kimataifa, akisema ulimwengu umepoteza sauti ya heshima, huruma na upatanisho. Papa Francis alikuwa kielelezo cha matumaini kwa umaskini, waliosahulika na waliodhulumiwa. Brazil, kama taifa lenye idadi kubwa ya Wakatoliki, linaomboleza kwa uchungu mkubwa. Papa Francis alifariki dunia mapema asubuhi ya Jumatatu katika makao makuu ya kanisa hilo mjini Vatican akiwa na umri wa miaka 88. Taarifa rasmi ya Vatican ilieleza kuwa alikumbwa na matatizo ya moyo yalikuwa yakimsumbua kwa muda mrefu, licha ya juhudi kubwa za kitabibu zilizofanywa kuokoa maisha yake. Ibada maalum ya kumwombea Papa Francis zimekuwa zikiendelea kote nchini Brazil katika makanisa, mitaa na majumba ya familia, huku waumini wakijitokeza kwa wingi wakibeba mishumaa, picha za Papa na kusali kwa pamoja kwa heshima ya maisha yake ya kiroho na huduma kwa dunia. Maeneo mengi, hususan miji mikuu kama São Paulo, Brasilia na Rio de Janeiro, yameshuhudia umati mkubwa wa waliojitokeza kushiriki misa za heshima na maombi ya pamoja. Kwa mujibu wa ripoti ya mwezi Machi kutoka Vatican, Brazil inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya Wakatoliki duniani, zaidi ya watu milioni 182 kati ya jumla ya takribani milioni 215 wa wakazi wa nchi hiyo wanajitambulisha kama Katoliki. Hii inadhihirisha umuhimu mkubwa wa kanisa Katoliki katika maisha ya kijamii, kiroho na kisiasa kwa taifa hilo. Papa Francis ndiye aliingia madarakani mwaka 2013 baada ya kujiuzuru kwa mtangulizi wake Papa Benedicto 16. Anakumbukwa kwa juhudi zake za mageuzi ndani ya kanisa Katoliki, kupigania haki za kijamii, mazingira pamoja na kuhubiri ujumbe wa mshikamano na mapatano miongoni mwa watu wa imani zote. Alijitokeza mara kwa mara kama mtetezi maskini na aliweka mkazo mkubwa katika kushughulikia matatizo ya kimazingira na ukosefu wa usawa duniani. Taratibu za mazishi yake zinasubiriwa kutangazwa rasmi na Vatican, huku viongozi mbalimbali wa dunia wakitarajiwa kuhudhuria ibada ya mwisho kwa heshima ya maisha ya kiongozi huyo wa pekee duniani. Dataflow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.